Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا shikamaneni na kamba ya Allah nyinyi nyote. Hii ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala akiwaamrisha waislamu juu ya kushikamana na dini yake. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na kamba ya Allah nyinyi nyote, shikamaneni na dini ya Allah nyinyi nyote. Wala tafarraqu, wala msitofautiane katika dini. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, pindi nyinyi mlipokuwa ni maadui, Allah subhanahu wa ta'ala akaziunganisha kati ya nyoyo zenu. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na nyinyi mlikuwa katika ukingo wa kuingia katika shimo la moto. Fa ankadhakum minha, Allah subhanahu wa ta'ala akawaokoeni nyinyi kutokana na huko kuingia katika moto. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi la'allakum tahtadun, kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anazibainisha aya zake ili nyinyi mpate kuongoka. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi wote tushikamane katika dini yake, wote tuwe kitu kimoja. Kadhalika akatukataza na kutofautiana katika dini. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wakati anaitafsiri aya hii akasema, thumma nahahum an at-tashabbuh bi ahli al-kitab fi tafarruqihim wa ikhtilafihim, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawakataza wao kutokana na kujifananisha na ahlul kitabi katika kutofautiana kwao. Faqal, Allahu akasema, wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, na wala msiwe nyinyi, wakiambiwa waislamu, kwa sababu hapa hizi zilitangulia aya, walitakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kisha baada ya hiyo ndio ikaja aya hii, msiwe nyinyi kama wale ambao waliotofautiana, wakaiacha dini yao, wakatofautiana katika dini yao. Wala takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu, kisha akasema Imam as-Sa'di rahimahullah, wa min al-ajaib anna ikhtilafahum min ba'di ma ja'ahum al-bayyinat, na miongoni mwa ajabu, sasa ajabu iliyokuwa kubwa kabisa, tofauti yao hawa kutofautiana kwao katika dini ni baada ya kuwajia wao ubainifu. Hoja zipo wazi, kitabu cha Allah kipo wazi, sunna zipo wazi, kila kitu kipo wazi, alafu hapo ndio watu wakatofautiana. Hii ni katika ajabu iliyokuwa kubwa. Al-mujibatu li adami tafarruqi wa ikhtilaf, bayinatu ambazo, hoja ambazo zinawajibisha wao kutotofautiana. Fahum aula min ghairihim bil-i'tisami bid-din, hawa ni bora zaidi kuliko wengine katika kushikamana na dini, kwa sababu wao wana ubainifu. Haiwezekani wakatofautiana, lakini wao kwa ajabu kabisa wao ndio wakatofautiana. Fakasul qadhiya, wakalifanya kinyume sasa jambo. Mtu aliyekuwa na ubainifu, watu ambao wapo katika ubainifu hawahitajiki kutofautiana, lakini wao jambo lao lipo kinyume. Wao baada ya kuwajia hoja wakatofautiana. Ma ilmihim bi mukhalafatihim amra Allah fastahabbu al-iqab al-baligh, wakalifanya kinyume jambo pamoja na kufahamu kwao wao kwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fastahaqqu al-iqaba al-baligh, wakastahiki sasa kupata adhabu iliyokuwa kubwa. Walihadha qala ta'ala, na kwa sababu ya hili ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa ulaika lahum adhabun adhim, na wao wana adhabu iliyokuwa kubwa. Sababu kubwa ni hii, kutofautiana katika dini. Kwa jambo la kutofautiana katika dini ni jambo ambalo halihitajiki, ni jambo baya. Katika misingi ya Ahlusunna ni kulingania katika kushikamana wote katika dini ya Allah. Kadhalika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala takunu minal mushrikin,
na wala msiwe nyinyi Waislamu ni kama vile washirikina, minalladhina farraqu dinahum wa kanu shia, msiwe kama wale washirikina ambao wametofautiana katika dini yao wakawa makundi tofauti tofauti. Kullu hizbin bima ladayhim farihun, kila kundi kwa yale ambayo lililokuwa nalo linafurahi. Yule ana lake, huyu ana lake, wakawa wanafurahi katika yale ambayo waliokuwa nayo, wala hawajali kwamba wapo katika kosa lililokuwa kubwa kabisa katika dini. Sasa nyinyi Waislamu msiwe kama hao. Wa minas sunna, na katika dalili katika sunna hizi ni baadhi katika zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kazitaja katika sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa alaykum bil jamaa, shikamaneni na jamaa, kuweni kitu kimoja. Wa alaykum bil jamaa wa iyyakum wal furqa, na tahadharini sana na kutengana, tahadharini sana na kutofautiana. Fa inna ash-shaytana ma'al wahidi, kwa sababu shaitani yupo na mmoja, wa huwa min al-ithnaini ab'ad, mmoja ambao yupo mbali kabisa na watu wawili. Yule ambaye aliyojitenga kawaacha wenzake akajitenga peke yake, basi shaitani yupo pamoja na huyu. Man arada buhbuhat al-janna, yule ambaye anayetaka kukaa katika pepo iliyokuwa bora, falyalzam al-jamaa, basi alazimikiane na jamaa, alazimikiane na jamaa ya Waislamu. Man sarratuhu hasanatuhu, yule ambaye yanamfurahisha matendo yake mazuri, akafanya tendo lililokuwa zuri likamfurahisha, wa saatuhu sayiatuhu, na yakamhuzunisha yale mabaya yake, fadhalika almu'min, huyu ndiyo muumini. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhimiza juu ya kushikamana na jamaa, juu ya kuwa kitu kimoja. Kadhalika akatahadharisha jambo la watu kutofautiana, na akasema kwamba shaitani yupo pamoja na yule ambaye ametofautiana na wengi. Yeye yupo peke yake, akaamua kujitenga, kaacha jamaa. Shaitani yupo pamoja na huyu. Kisha akamalizia yule ambaye atakayemfurahisha matendo yake mazuri, mtu ambaye akafanya tendo zuri likawa ni furaha kwake yeye, kadhalika yakamhuzunisha matendo yake mabaya, akafanya tendo baya likawa ni huzuni, apate raha kwa sababu ya tendo lake hilo, basi huyu ndiyo muumini. Muumini ambaye imani yake imekamilika. Na miongoni mwa matendo mabaya ni jambo la kutofautiana katika dini. Hakuna Muislamu ambaye yupo katika usawa alafu jambo la kutofautiana katika dini lisimuumize katika moyo wake, akaona ni bora au ni vizuri kila mmoja awe na lake. Mtu kama huyu aichunguze imani yake, kwa sababu anafanya tendo baya alafu halimuhuzunishi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa man saatuhu sayiatuhu, na yule ambaye baya lake, kosa lake linamhuzunisha, basi huyo ndio muumini. Kwa hizi ni baadhi ya dalili zinazojulisha juu ya msingi huu, msingi wa kulazimiana na jamaa na kutofautiana. Waislamu warudi kuwa kitu kimoja, na hii ndiyo dawa salafia inayolingania. Baada ya kutambua dalili za msingi huu, kisha tuje kutambua maana ya jamaa. Tunapozungumzia jamaa, maana yake ni nini? Aljamaatu laha thalathu maani, jamaa ina maana iliyokuwa tatu, tena maana hizi zote hizi mutalazima, ni lazima ziwe pamoja. Maana ya kwanza ya jamaa, alhaq walhuda, ni haki na huda na uongofu. Maana ya pili, alijtimau walikhtilaf walikhtilaf, ni kukusanyika kuwa wamoja na kuungana, alijtimau walikhtilaf. Na maana ya tatu, almujtamau almuslim alladhi yadinu lihakimin wahidin bisam'i wa ta'a, ni jamii ya Kiislamu ambayo inaabudu
inamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala chini ya kiongozi mmoja kwa kumsikiliza na kumtii. Hii maana ya tatu ya jamaa, alhaq walhuda, ambayo hii haq walhuda ndiyo asili ya jamaa. Tukisema jamaa, maasili yake inajengwa katika haq walhuda, haki na uongofu. Kadhalika al-itilafu wal-ijtimaa, kuwa wamoja alafu kushikamana chini ya mtawala mmoja na kumsikiliza na kumtii. Hii ndiyo jamaa. Na yule ambaye atakayeenda kinyume na hili kwenda kinyume na jamaa. Kwa hiyo sasa, kama hii maana ya kwanza ndio msingi, fala ijtimaa illa ala alhaq. Tukizungumzia jamaa, kwa sababu jamaa msingi wake ni haq wal huda, hakuna kuungana, haitowezekana watu kuwa wamoja isipokuwa katika haki. Na tukiifuata haki, basi automatically hii haki inatuhimiza sisi kumsikiliza na kumtii kiongozi. Kwa moja atakayeshikamana na jamaa, hizi maana zote tatu zinaingia. Hizi maana zote tatu zinaingia. Tukianza maana ya kwanza ya asli ambayo ni huda wal haqq, ikaja maana ya itilaf, watu kuungana, walijitimaa, alafu maana ya pili kuwa chini na kumsikiliza kiongozi na kumtii mtawala. Hizi maana zote tatu zinaenda pamoja. Hizi maana zote tatu zinaenda pamoja, na ndio baadhi ya ulama wakasema aljamaatu ma wafaqa alhaqa wa in kunta wahdak. Jamaa maana yake ni kile ambacho kilichowafikiana na haki hata kama ukiwa peke yako. Maana maneno haya ni kwamba huu ndio msingi wa jamaa. Huu ndio msingi wa jamaa. Haina maana kwamba yule yupo katika haki, huyu yupo katika haki alafu wasiungane. La. Maadamu ya kuwa watu wapo katika haki, ni lazima waungane, wawe kitu kimoja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu, amma ba'd. Baada ya kutazama hiyo maana ya jamaa, kwa maana hii ukizingatia kwa makini, ndio utakuja kugundua makosa ya wengi katika watu ambao wanadai kuungana na kushikamana na maana moja ya jamaa, wakaiacha maana nyingine. Wengi wanaodai kuungana na kutupa tuhuma mbalimbali kwa masalafi, kusema kwamba dawa yao imekuja kuwafarakanisha. Sababu ya hili ni kuto kufahamu maana ya jamaa ni nini. Kabla ya kuingia huko, mwanzo tujue kwamba akina nani hawa waliokuja ambao wanaofarakanisha. Ni nani ambaye kafarakanisha umma? Hali ya kuwa dalili zipo wazi katika kitabu na sunna zinazohimiza Waislamu kuungana kuwa kitu kimoja. Sasa ni nani ambaye katofautisha? Nani kawatenganisha Waislamu? Jawabu linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, basi njia hii ifuateni, na wala msifuate vinjia vingine. Hivi vinjia vingine hivi vitakuwa ni sababu ya nyinyi kutofautiana katika dini. Na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akatafsiri as-subulu al-bid'atu. Hivi vinjia ambavyo vimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a, ni uzushi katika dini. Kwa yule ambaye atakayefuata bid'a, huyu ndio kawatofautisha watu katika dini. Huyu ndio katofautisha jamaa ya Waislamu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema. Bali katika kuitafsiri aya hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyonukuu Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, khatta Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khattan biyadihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alichora mstari kwa mkono wake, mstari mmoja ulionyoka,
kisha wa khatta khututan hawlahu, kisha akachora vimistari vingine pembezoni mwa ule mstari ulionyooka. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi, na akachora mistari mingine katika hii njia moja iliyonyooka. Huu mstari mmoja ulionyooka pembezoni mwake akachora mistari mingine kuliani na kushoto. Thumma qala, kisha akasema hadhihi subulu, hizi zilizokuja pembeni, hii mistari iliyochorwa pembeni, hizi ndiyo subulu, zile subulu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kazikataza. Wala tattabi'u subula, hadhihi subulu laysa minha sabilun illa alayhi shaytanun yad'u ilayhi, hakuna katika vinjia hivi njia yoyote ile isipokuwa yupo shaitani katika njia hiyo anayelingania. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, mpaka mwisho wa aya. Sasa tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hivi subulu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala akasema tukizifata zitatutofautisha sisi katika dini, akachora mstari kisha akachora pembezoni mwake hivi mstari. Maana yake nini? Maana yake hivi visubulu havitoki nje ya dini, asili yake ni Uislamu, asili yake ni Uislamu, alafu ndio vikazuka vingine. Kwa hiyo vyote vinajinasibu katika Uislamu, vyote vinajinasibu katika Uislamu, lakini vimeachana na njia ya sawa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio Ibn Mas'ud akatafsiri kwamba ni bid'a, ni uzushi katika dini. Kwa hawa wazushi hawa ndio wameleta furuka katika dini. Hawa ndio sababu kubwa ya Waislamu kutengana. Alafu baya zaidi wanakuja as-salafiyun kuwalingania watu katika kuwa kitu kimoja. Hawa ndio wanaonekana wametofautisha watu na kuzitupa tuhuma hizi kwa masalafi. Hawa wamekuja kutofautisha. Kalla, sivyo hivyo. Hebu kwanza, kabla ya kuangalia adilla na dalili nyingine, lini mlikuwa kitu kimoja? Lini mlikuwa kitu kimoja? Kabla ya kuja hawa masalafi, lini mlikuwa kitu kimoja? Si masufi, si mahizbi, wote walikuwa ni watu wenye kutofautiana. Wote walikuwa ni watu wenye kutofautiana. Vipi leo mseme sisi ndio tumekuja kuleta farqa? Na hili halifichikani kwa yeyote yule, kuanzia zama hizo mpaka sasa, kuanzia zama hizo mpaka sasa, na mifano ipo wazi. Kwani kilichotofautisha kati ya Masjidi Sabirin, uwanja wa Nyundo, na Masjidul Khair ni kitu gani? Hao si wamoja hao. Kipi kilichotofautisha? Ni masalafi wameingia kutofautisha watu. Sasa muona watupa tuhuma ambazo nyinyi ndio chanzo. Muona watupa tuhuma ambazo nyinyi ndio chanzo. Hii ndio njia sawa sawa ambayo sisi tunaipita. Ama kama wanatupa tuhuma hizi kulingana na vile ambavyo as-salafiyun wanajitenga na watu wa batil, hii ndio ikawa sababu ya wao kusema wao wanatofautiana. Hili si la sawa sawa, bali hawa as-salafiyun ndio wenye kuipata haki na kufata misingi ya dini hasa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in, wale ambao wameitofautisha dini yao wakawa ni makundi tofauti, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lasta minhum fi shay'in, wewe hukuwa katika wao kwa chochote kile. Bimaana wewe si katika wao. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala akitafsiri aya hii anasema, yataawadu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anakemea alladhina farraqu dinahum, wale ambao wametofautisha dini yao. Kisha akataja namna kutofautisha, kisha akasema kama huwa halu ahli al-furqati min ahli al-bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala kakataza kutofautiana katika dini kama vile ilivyokuwa hali. Manake alielezea namna kutofautiana katika dini walivyotofautiana Mayahudi na Manasara, kisha akasema kama vile ilivyokuwa hali ya wazushi, watu wa furqa na watu wa upotevu, almutafarriqina lilumma, wale ambao wenye kutofautisha umma wa Uislamu. Wadallat al-ayatu al-karimatu anna ad-dina
ya'muru bilijtimai walijtilaf. Na inajulisha aya hii ya kwamba dini hii ya Uislamu inaamrisha katika ijtimai, waislamu kukusanyika kitu kimoja na kuungana. Wayanha ani tafarruqi walikhtilaf, na inakataza kutofautiana fi ahli din, kwa watu wenye dini, wa fi sairi masailihi al-usuliyya wal-furu'iyya, na katika masaili mengine ya dini, masala ya al-furu' i'tiqadi na masala ya usul i'tiqadi na masala ya furu', masala ya al-furu' ambayo ni al-fiqh. Kisha akasema al-Imam wa amarahu an yatabarra'a mimman farraqu dinahum, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ajiepushe na ajitakase na wale ambao walioitofautisha dini yao. Faqala, akasema lasta minhum fi shay'in, ai maana yake lasta minhum wa laysu mink, wao si katika wewe na wewe si katika wao. Kwa hiyo ukiwaona wale ambao wametofautiana katika dini, wewe jitenge nao. Hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kama sababu ya kusema as-salafiyun wanatofautisha umma ni hii, sisi tufuata misingi ya dini, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomwamrisha mtume wake. Ukiwaona wale ambao wametofautiana katika dini, basi wewe jitenge nao, lasta minhum fi shay'in. Kwa hiyo hili gonjwa ni la kwao wenyewe, na shaitani kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, yule mwenye kutofautiana na jamaa, basi shaitani yupo pamoja naye, amewachezea kiasi ambacho wanaona kwamba ni jambo la kawaida katika dini. Wametofautiana na haki na hawana habari ya kurudi katika haki, na wenyewe wameridhika kabisa, wakatofautiana wazi na kauli za Allah subhanahu wa ta'ala na kauli za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bali wameshikamana na mambo ya kipuuzi, kutaka kuijenga jamaa pasi na misingi yake, kutaka kuwaunganisha Waislamu, Sufi, Tablighi, Salafi, wote kitu kimoja, lakini msingi wa jamaa ndio ni haki umevunjwa. Nani wewe mbona hujengi nyumba bila msingi? Nani atakayekubali upuuzi kama huu? Rudini katika haki, alafu muone hawa salafiyuni kama wataachana na nyinyi. Rudini katika msali wa sawa, alafu muone kama hawa salafiyuni watatengana na nyinyi. Muda wa kuwa mmeuacha msingi wa kuungana, basi na sisi tunakuwa mbali na nyinyi, na sisi vile vile hizi tunazifanya kama vile ni nasaha kwenu nyinyi mpate kurudi katika haki. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qumu ila salatikum.